kupitia wewe. Maana yake wewe unaanza kufanyika baraka. Unaanza kufanyika baraka kwa watu wengine. Mungu anasema wakati Mungu anamwambia Abrahamu atoke katika nyumba ya baba yake aende mpaka nchi nyingine. Mungu anasema Abrahamu akaanza kutoka. Alafu kuna Rutu, mtoto wa kaka yake, Mungu anasema akaambatana naye. Maana yake ni kwamba ukishaona kuna mtu amepewa neema, amepewa nyota, usiache kuambatana naye. Kuna mtu ambaye ukikaa naye atakufanya uwe nyota. Haleluya. Kuna mtu ukikaa naye kwa sababu ya neema aliyonayo, kwa sababu ya neema aliyopewa, utakuwa nyota kama yeye kwa jina la Yesu. Kila mmoja akafanikiwa. Mtu naye akaanza kufanikiwa kama mifugo mingi. Pata wale wachungaji au wafanyakazi wao wakaanza kugombana kwa sababu ya baraka. Ukibarikiwa, wewe bado hujabarikiwa. Ukibarikiwa mpaka watu masikio yatawauma. Wanasema huyu ni devil worshiper. Kama utaita devil worshiper, hautaita nationalist, bado hutabarikiwa. Nataka watu wapate notas, waite devil worshiper, waite wachawi, kwa sababu ya notas. Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, nawe utakuwa juu tu wala huwi chini. Utakapoyasikiliza maagizo ya Bwana Mungu wako alikuagiza hivi leo, kuiangalia na kufanya. Yasikiliza maagizo ya Mungu anayekuagiza
wa Malawi. Ile nyota ambayo Mungu aliachilia kwangu leo, upewe hiyo nyota kwa jina la Yesu. Hiyo nyota leo ianze kukutofautisha, uanze kwenda mahali ambapo hata watu wengine hawajawahi fika. Uanze kwenda viwango vingine kwa sababu ya nyota. Maandiko yanasema kwamba utabarikiwa na utafanyika baraka kwa wengine. Ya kwamba akisha achilia nyota, kwa sababu nyota ni wewe unaanza jinsi ambavyo unaweza ukang'aa katika maisha yako. Nyota ni vile ambavyo mtu anaanza kushine, vile ambavyo mtu anaanza kwenda kwenye nafasi yake katika maisha yake. Kuna wakati ambao nyota yako inakuwa ni kama haionekani. Kuna wakati ambao inakuwa ni kama vile nyota yako haijaanza kung'aa, lakini siku nyota ikianza kung'aa, siku nyota yako ikianza kung'aa, lazima watafahamu. Lakini kinachofanya nyota yako ing'ae na watofauti, ukae katika utukufu wako, ukae katika utukufu wako. Hapo ndipo utaanza kuona nguvu za ajabu, utaanza kuona nguvu za Mungu, utaanza kuona miujiza na maajabu na ishara, utaanza kuona Mungu akikuinua kwa viwango tofauti. Ukikaa katika uwepo wa Mungu, ukikaa katika utukufu wa Mungu, utaanza kuona vitu vinabadilika, utaanza kuona viwango vinabadilika. Hata kama ni ndani ya huduma, utakapoanza kujitofautisha na wenzako, hata kama ni kanisani, utakapoanza kuwa tofauti na wengine, ndivyo utakavyoanza nyota yako itaanza kung'aa. Hata kama ni huduma, ninawahi ninapambana na watu, ninawahi ninapambana na watu, kwa sababu roho iliyo ndani ya mtu kusoma mtu mwingine akiwa na operate, akiwa
operate unakuwa na kibali. Ndio maana hapo sio na kuruka tu. Wiki nzima utaona na kupuka naenda kwenye huduma. Sema amen. Haleluya. Haleluya. Ni lazima watu wajue kumtafuta Mungu wao kama wao. Aikie mbele za Bwana, aikie maombi, aikie kufunga, afunge na kuomba. Mimi wakati naanza kuhubiri, siku nikiambiwa na kuhubiri lazima nifunge. Sema ndio. Siku naambiwa Bwana nitahubiri, wakati wa Bwana lazima nifunge na kuomba. Kwa sababu kama nisipoomba sitapata ujumbe na sitapata kibali mbele za watu na mbele za Mungu. Ni lazima niombe. Sasa baada ya kuwafanyia huduma wanakuja tu, unakumbuka tu Jumapili wiki nzima haunamtafuta Mungu wewe binafsi. Uliongea na Mungu sana, ulimwambia Mungu sana kwa habari ya huduma yako. Utasimamaje? Utamtafutaje Mungu? Lazima uombe kibali, lazima utafute Mungu, lazima uwe na muda. Nenda kanisani, omba, eka muda wako masaa 3. Mwite Bwana kwa ajili ya mtu aliyokupa, nafasi aliyokupa. Ukisimama ni vipawa, ni miujiza, ni ishara. Sasa wengine mtagombana, lakini si kwa mbaya. Nataka uwe bora kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwa hiyo wakati mwingine mara nyingi wanaambia hakuna huduma yoyote ambayo mtu anaweza kufanya na haoni. Hakuna mambo yanaweza kufanya kwa ufanisi na kufanikiwa ikiwa hauombi. Niliwaambia achana na yale maombi unaomba nyumbani kwako unaenda kulala. Hapa Mungu katika jina la Yesu. Nasema Baba, Yesu, naenda kudumu. Mungu Baba, naenda kusaidia. Haleluya. Tenga muda wa kuzungumza na Mungu. Kaa mbele za Bwana, kaa kwenye madhabahu, mtafute Mungu, muulize Mungu, nafanyaje, naendaje, nasemaje, naanzia wapi, naenda vipi, naimbaje. Hata waimbaji anaenda kashika
unachokifanya kinakuwa bora. Nyota inakufanya ufanye vitu kwa ubora. Nyota inakufanya uwe na ufanisi katika kazi zako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna swali nyingi mbalimbali wanasifu. Nani katika wiki alikuwa na muda wa kufanya Yesu ya kuimba ya kuabudu? Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kukuta kila mmoja alikuwa busy na shughuli zake. Utaimbaje na utakuwaje na nguvu za kuimba na nguvu za Mungu ndani yako kukuwa na muda wa kumtafuta Mungu? Ni vema kila mtu akajua ya kwamba natakiwa nimtafute Mungu kwenye kakipengele kangu hapa, nikashike vizuri, nitafute nguvu zaidi kwenye kakipengele. Nataka niwe bora kuliko wengine. Hakuna kitu ambacho mwanadamu anafanya katika ubora ikiwa haombi na ikiwa hatafuti kuza. Kwa sababu ufahamu wa kiroho unapewa na Mungu. Hekima ya kiroho unapewa na Mungu. Maarifa ya kiroho unapewa na Mungu. Ufunuo wa kiroho unapewa na Mungu. Huwezi pata ufunuo ikiwa haumtafuti Mungu. Kwa jambo la kwanza ni kumtafuta Mungu kwa bidii. Jambo la pili ni kujifunza ubora wa kile unachokifanya. Kile unachokifanya ujifunze. Jifunze kwa watu wengine. Watazame watu wengine wanavyoimba kama wewe ni mwimbaji. Watazame waimbaji wengine wanavyoabudu kama wewe ni mtu wa kuabudu. Jifunze vitu vipya. Asiingia kwa maombi na pili, Mungu nijaze roho ya utumishi katika ile eneo nikiwa bora zaidi. Kwa hiyo kila eneo unataka uwe bora ni moja, kuliombea zaidi hilo eneo. Kuomba zaidi katika hilo eneo. Alafu pili ni kujifunza zaidi, maarifa zaidi kwenye hilo eneo ili uwe vizuri. Ninataka kufunga na kuomba na ulea huduma yako mahali hapa. Ninataka kufunga kaingia kwenye maombi anaongea huduma. Sijawahi kuona mwimbaji kafunga na kuomba yuko hapa anaongea huduma yake. Sijawahi. Na tunasema na watumishi na tunasema tunahudumu. Ni kweli na hudumu, lakini lazima ujue mafuta ya kuhudumu kwako yanatoka kwa Mungu. Ili upewe kipawa
kuombea watu, kani wana mazoezi ya kuomba. Ombi yako ni kama ya mtu aliyeniwa ya msimu. mchungaji, hata kama mtoto wako
Ukishachua neema ya mahali ya madhabahu, maana na ile neema nenda ile neema. Ikiwa madhabahu ina neema fulani, neema ya maombi, nenda na hiyo neema. Maana ile neema tafute Mungu. Nyota ni kuinuka kwako. Nyota ni kubadilishwa kwako kutoka hali fulani ambayo ni ya chini kwenda hali nyingine. Kwa hiyo mtu akianza kuinuka, nyota yake ikianza kung'aa, utamwona na baadaye. Na kila eneo lina namna yake ya kushine au kung'aa. Tafuta nguvu za Mungu zaidi, alafu Mungu akupe nyota ambayo itakutofautisha. Nyota itakayokutofautisha, nyota itakayokuinua, nyota itakayokufanya mataifa waseme tunaenda kwa huyu kwa sababu ya neema ya Mungu. Tunaenda kwa huyu kwa sababu ya neema. Acha akubadilishe. Tamani Yesu akufanye tofauti na ulivyozoeleka, iwe katika huduma, iwe katika maisha yako. Tamani Yesu akupe kitu cha tofauti. Katika maombi yako mchana huu, mwambie naomba unipe nyota na nifanyike baraka. Tunapenda kubarishia na kuingia kwenye maombi. Mabadiliko hayaji bila mtu kuamua kubadilika. Mabadiliko ya kiroho hayaji bila mtu kuamua kubadilika. Anointing haishi mpaka mtu ambaye kuitafuta anointing. Utaichochea mwenyewe. Ile nyota ya Abrahamu ya kufanyika baraka katika mataifa yote, hiyo nyota hiyo nyota utamani iwe yako. Ikiwa Abrahamu aliambiwa kwamba utabarikiwa na mataifa
yakachibarikia kwako. Na nimekaa tamani leo Yesu anayegawa nyota na ufanisi akupe hiyo nyota mchana wa leo. Cha huduma yake ile ile, anatamani aende kiwango kingine cha tofauti. Ile kiu uliyonayo ndiyo itasababisha Mungu aiangalie kiu ndani yako. Una kiu gani ndani ya moyo wako, na unachukua hatua gani kwa sababu ya kiu uliyonayo? Chukua na kiu ya kile ambacho nakitafuta kwa Mungu. Utaanza kumtafuta Mungu, utaonyesha matendo ambayo yanaendana na vile ambavyo unatamani ndani ya moyo wako. Kama sente kama usipite ila kama sente ili kama sente ila kama sunu kushama kapana telele ila mama sete ila kama sete seke parada ila kama sete meka parata nena mbele sabana masana kila moja wakadiri ulivyosikia ndani ya moyo wako, na ni kitu gani unatamani Yesu abadilishe ndani yako. Iwe ni huduma yako, iwe ni utumishi wako, ni kile unafanya. Ingia mbele za Bwana masaa haya, mwambie Bwana Yesu, nipe nyota leo, nipe nyota mchana wa leo, nipe nyota uliyompa Abrahamu, nyota itakayonitofautisha, nyota itakayonifanya nionekane tofauti, nyota itakayofanya mataifa wanitafute kwa sababu ya nyota uliyonipa. Ramasakoros, Ramasikiriana, Ramakoria Sikiriana, Rebosaka Pasiteregena, Yandaka Pasekete, Rika Pasakataka, Yamashaka Parataka. Ikia katika ulimwengu wa roho, mwambie Bwana Yesu kile unatamani afanye, kile unatamani afanye kwenye maisha yako, katika huduma yako. Wengine wanatamani wamtumikie Mungu katika viwango vizuri, lakini wakati mwingine hawana namna ambavyo wanaweza wakajibidisha kutafuta kile ambacho wanatamani. Omba katika mchana wa leo, omba katika mchana wa leo, chochote ambacho natamani Yesu afanye, ainue nyota yako, ainue maisha yako masaa haya katika mchana wa leo. Rabakoyas, Riboshana Rabakoros, Rikana Rabashika Tayasaraba, Rikana Rabasike Terebe, Yabashaka Parabana, Rikoseke Tereba Shanata, Rakapaseke Tete. Achilia nyota masaa haya, achilia nyota kwa watu wako, achilia nyota katika nyumba hii. Neema yako na nguvu zako Kristo zikatawale mali yako Baba yangu. Wachaze nguvu zako, wachaze hekima yako. Yeyote aliye na kiu na wewe,
Yesu. Sema, ee Bwana Yesu, ninainua mikono yangu, ninahitaji nyota itakayonitofautisha katika mataifa. Bwana Yesu, nimesikia ya kwamba mtumishi wako Abrahamu walimpa nyota, akafanyika baraka kwa mataifa yote. Ee Yesu, na mimi leo nipe nyota itakayonitofautisha kwa ndugu zangu, kazini kwangu, kila mahali. Bwana Yesu, nipe nyota isiyopingwa, nipe nyota isiyoomba, nipe nyota isiyofunikwa, nipe nyota isiyoshindwa kwa maisha yangu, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakuomba unipe nguvu na kibali cha kukutumikia katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya watu hao. Ufikie baraka yako, wape nyota kila mmoja kwa shauku aliyonayo ndani ya moyo wake. Bwana Yesu, asante kwa sababu watu wako unaofungua na unawapa neema na unawapa kibali. Wengine wakiwa wamefungwa na madhabahu za giza, madhabahu za ukoo, madhabahu za familia, madhabahu za maeneo wanayokaa. Lost in the mighty name of Jesus. 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 Kila yeyote aliyeko hapa apewe nyota itakayobadilisha maisha yake. Asante Bwana Yesu, asante Kristo, ninakutukuza kwa ajili ya watu hapa. Asante kwa neno nzuri, asante kwa kibali, asante kwa mafuta mapya.